الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ambavyo tulipeana taarifa, tutakumbushana machache kuhusiana na zakatul fitr, kwa sababu muda tulionao hivi sasa ni muda wa kwenda kutoa zakatul fitr katika masiku machache yajayo. Kwa hiyo insha Allahu taala, kwa wakati huu tutajifunza zakatul fitr. Tutazungumza mambo machache yanayofungamana na zakatul fitr, kwa sababu mambo yanayofungamana na zakatul fitr ni mengi. Tutazungumza machache. Jambo la mwanzo ambalo tutaanza nalo insha Allahu taala, tutaanza na zakatul fitr ni kitu gani? Zakatul fitr ni nini? Kwa haraka kwa kuwa tuko hapa na tuko darasani, tupate majibu. Zakatul fitr ni nini? Kwa sababu ni ibada ambayo tunaifanya kila siku, tunakumbushana. Zakatul fitr ni kitu gani? Unafahamu nini kuhusu zakatul fitr? Naam, Abdul Latif, zakatul fitr ni nini Sheikh? Zakatul fitr kwa majibu yako ni zaka ambayo inatolewa wa mwezi wa Ramadhani. Zakatul fitr, wanasema wataalamu wa sheria, ni pishi ambayo inatolewa na Muislamu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Ni pishi ambayo inatolewa na Muislamu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Hiyo ndio maana ya zakatul fitr. Ni pishi ya chakula anayoitoa Muislamu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, kama ambavyo tunaiona hapa. Tutizame kipengele kingine cha pili. Zakatul fitr hukumu yake ni nini? Tunafahamu katika Uislamu kuna ahkamu, kuna hukumu za kisheria. Kabla tujatizama hukumu hii ya zakatul fitr, labda tukumbushane hukumu za kisheria ziko ngapi za Uislamu. Uislamu na hukumu zake, hukumu zake ziko ngapi? Naam, ili tuende kuipa zakatul fitr hukumu yake, turishe zile hukumu zote, alafu hii chukue moja. Naam, Sheikh Ali, Uislamu kuna hukumu ngapi? Sheikh Msidala, kuna hukumu ngapi katika Uislamu? Zote kwa ujumla kwanza, kabla hatujaipa hii hukumu yake. 2. Vizuri. Huku anaweza kutupa majibu? Naam, hukumu katika Uislamu ziko 5. Ahkamu sharia ziko 5. Ya kwanza ni wajibu, au kwa maana nyingine inaweza faradhi, nyingine ni sunna, nyingine ni haramu, alafu nyingine makruh, alafu nyingine ni mubah. Hizo ndio hukumu za kisheria 5. Mambo yote unayoyaona katika Uislamu yanachukua moja kati ya hizo hukumu, ima ni halali kwa maana ya mubah, au haram, au makruh, au wajib, au sunna. Yote unayoyaona katika huu ulimwengu. Moja kwa moja tuende kutizama hukumu ya zakatul fitr. Zakatul fitr hukumu yake ni nini? Kama ambavyo tunaona hapa, zakatul fitr hukumu yake ni lazima, kwa maana ya wajibu, faradhi
kwa kila Muislamu, na hii ni kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ambavyo tunaiona hapa. Anasimulia Ibn Umar, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sadaqat al-fitr min Ramadan sa'an min tamr au sa'an min sha'ir ala al-'abdi wal-hurr wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Al-hadith muttafaqun alayh. Amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zakatul fitr. Hiyo ndio hukumu yake. Zakatul fitr ni lazima kwa Muislamu na si jambo la hiari. Kwa hiyo natakiwa ufahamu kwamba zakatul fitr ni jambo la ulazima, ni jambo ambalo tunalitekeleza kwa hali ya ulazima na si jambo la hiari au sunna, ni jambo la lazima. Kwa hiyo kutokulitekeleza kwake maana yake ni kwamba unaenda kupata madhambi kama haujatekeleza hilo jambo na una uwezo wa kulifanya. Unapata madhambi ya kutokulifanya, kwa sababu mambo yote ya lazima kama haujalitekeleza na uwezo wa kulifanya unao, unapata madhambi ya kutokulifanya jambo hilo, kama ambavyo mambo mengine ya lazima. Hicho ni kipengele cha pili katika zakatul fitr. Kipengele kingine kinachofuata kutatizama ni yapi masharti ya kutolewa kwake. Zakatul fitr ina masharti mangapi? Ili itolewe zakatul fitr kuna masharti mangapi? Ili uweze kutoa zakatul fitr ni lazima kuwe na masharti. Nani ambaye anatoa? Tunatizama hapa kwenye haya masharti. Sharti la kwanza ni Uislamu, na hili ndio sharti katika ibada zingine zote tunazozifanya. Ibada zote tunazozifanya katika masharti lazima liwepo hili Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu ibada yote ile haikubaliki kwa mtu ambaye si Muislamu. Kwa hiyo unapotaka kufanya ibada ya Uislamu ni sharti kwanza uslimu ndio ufanye ibada za Uislamu. Ukitaka kuswali miongoni masharti yake Uislamu. Ukitaka kufunga miongoni masharti yake Uislamu. Ibada nyingine yote ile unazozifahamu, moja ya masharti ni Uislamu. Kwa hiyo zakatul fitr kadhalika moja ya masharti yake ni Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ibada haikubaliki kwa mtu ambaye si Muislamu, hata kama ataifanya kwa ufanisi kiasi gani, maadamu si Muislamu ibada yake haiwezi kukubalika. Kwa hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili la zakatul fitr ni uwepo wa chakula kinachobaki cha anayetoa, chakula chake yeye mwenyewe na familia yake, pamoja na uwepo wa mahitaji yake ya msingi mchana wa siku ya Idi na usiku wake. Na hili ndio sharti muhimu sana kulizingatia baada ya sharti la kwanza, uwepo wa chakula kinachobaki cha huyo mtoaji na familia yake, yaani pale kwake kuwe na bajeti ya chakula chake kimekamilika, yeye pamoja na familia yake, na uwepo wa mahitaji yake ya msingi, mahitaji ya msingi pale nyumbani yawepo. Yaani unataka utoe zakatul fitr lakini kuna mahitaji ya msingi hauna. Kwa mfano, unataka utoe zakatul fitr, huna umeme, ni giza pale kwako, utatoa zakatul fitr ulale giza? Unatakiwa utekeleze kwanza hilo, kwa sababu ni mahitaji ya msingi hayo ya kwako. Kwa hiyo mahitaji mengine pia ya msingi yanatakiwa yawepo. Mchana wa siku ya Idi na usiku wake, ni siku hii moja, mchana na usiku. Chakula chako cha siku ya Idi, mchana wake na usiku. Kishawepo kile chakula, alafu kikawepo kingine cha ziada. Kuanzia kwenye ile ziada sasa ndio unatoa pale kile kinachobaki. Tuko pamoja? Hili ni sharti la pili. Kwa hiyo ili mtu atoe zakatul fitr lazima apite kwenye hayo masharti mawili. Sharti la kwanza awe Muislamu, lakini mbili awe na uwezo wa kutoa hiyo zakatul fitr, na uwezo wenyewe
upo kwenye chakula ambacho kinabaki usiku wa Idi pamoja na mchana wake, pamoja na kwamba yanahitajika pia yawepo mahitaji mengine ya msingi ya kwako wewe. Kuna mahitaji ya msingi unataka kuyafanya, ni lazima uyatimize kwanza yale. Ukishatimiza yale, alafu kiasi ambacho kinabaki ulichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio unaenda kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo haya ni masharti ya kutoa zakatul fitr. Ni masharti muhimu sana katika kuiendea hii ibada ya zakatul fitr. Tutizame nukta nyingine, ni lazima kwa nani? Zakatul fitr ni lazima kwa nani? Kuna watu maalum tu ndio wanatakiwa watoe zakatul fitr? Unaenda kuona hapa. Zakatul fitr ni lazima kwa kila Muislamu, mtu mzima, mtoto, Muislamu mwanaume na mwanamke. Lakini pia zakatul fitr ni lazima kwa mtu huru, lakini pia mtumwa. Hao wote ni lazima watoe zaka. Kwa utaona ni sampuli zote za watu hapo zimekusanywa: mwanaume, mwanamke, mtoto, mtu huru na hata mtumwa. Ni lazima kutoa zakatul fitr, lakini kama wametimiza hayo masharti mawili hapo juu. Ushahidi ni hadithi iliyotangulia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyosimulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jambo lingine la kufahamu hapa, inapendeza kumtolea janin. Janin ni mtoto aliyoko tumboni baada ya kupuliziwa roho, na hili jambo la kupuliziwa roho linafika baada ya miezi minne, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdurrahman. Ameeleza hilo jambo kwamba mtoto baada ya kufika miezi minne anapuliziwa roho. Kwa hiyo baada ya kupuliziwa roho mtoto, inapendeza mtoto huyo kutolewa zakatul fitr, na hili walikuwa wakilifanya wema waliotangulia, kama ilivyothibiti kutoka kwa Uthman na wengine katika masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kwa haya ni mambo ya msingi sana kufahamu. Ulazima unaenea kwa watu wote. Alafu pia ni sunna, inapendeza kumtolea mtoto mdogo aliyoko tumboni kabla ya kuzaliwa. Tutizame nukta nyingine. Nini hikma ya kutolewa kwake? Kwa nini zakatul fitr inatolewa? Ni yapi malengo ya kutoa zakatul fitr? Yako malengo mengi na hikma nyingi za kutoa zakatul fitr, lakini tutatizama chache miongoni mwa hizo. Moja ni kumtakasa mfungaji kutokana na makosa ambayo huenda yalitokea katika funga yake. Moja ya malengo au moja ya hikma ya zakatul fitr ni kumsafisha mfungaji kutokana na makosa ambayo huenda aliyafanya katika mwezi wa Ramadhani, ima kwa maneno yake au kwa vitendo vyake. Nani sogeni huko na viti mbele hapo. Moja ya malengo ni hilo, tathiru saim, kumtakasa mfungaji kutokana na makosa ambayo huenda aliyafanya. Hikma nyingine ni kuwatosheleza mafukara pamoja na maskini, kuacha kuomba siku ya Idi na kuwaingizia furaha katika nyoyo zao, ili siku ya Idi sasa iwe ni siku ya bashasha na furaha kwa jamii nzima. Moja ya malengo ni hilo, kuwatosheleza mafukara pamoja na maskini waache kuomba siku ya Idi. Na hapa ndo utaona kwamba uzuri wa Uislamu, yaani kuna watu siku ya Idi wanahangaika kwenda kuomba au kufanya kazi ili wapate chochote chakula, lakini Uislamu kwa kuliona hilo
ukaweka nini? Ukaweka zakatul fitr, ili sasa wale watulie na wao wafurahi kama wanavyofurahia watu wengine. Jambo lingine la tatu ni kudhihirisha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kumfikisha mja akamaliza kufunga mwezi wa Ramadhani, lakini pia amefanya ibada mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwemo kuswali tarawih na kufanya ibada zingine mbalimbali za kusoma Qur'ani, kutoa sadaka na matendo mengine mbalimbali ya kheri. Kwa hiyo kutoa zakatul fitr ni kuonesha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Hizi ni miongoni mwa hikma chache ambazo Uislamu umetuwekea zakatul fitr. Jambo lingine tunaenda kutizama hapa, na hiki ni kipengele muhimu sana kila mmoja ukizingatia. Ni kipi kinachotolewa na ni kiasi gani? Tunatoa nini zakatul fitr? Tunaenda kutoa nyama au tunatoa kitu gani? Zakatul fitr hutolewa chakula kinachotumiwa mara nyingi na watu wa mji husika, mfano mchele, ngano, tende, zabibu, mahindi na kadhalika. Na ushahidi wa hilo ni hadithi iliyotangulia ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kinachotolewa ni kile chakula ambacho mara nyingi kinatumika katika mji husika. Kwa mfano kama sisi hapa watu wa Singida, siku ya Idi tunatumia nini? Mara nyingi tunatumia nini? Sheikh Osman, tunatumia nini sana hapa? Tunatumia mchele. Kwa tunaenda kutoa mchele. Kile ambacho tunakitumia mara nyingi siku ya Idi ndio kinaenda kutolewa zakatul fitr. Kinatolewa kiasi gani? Kinatolewa saa, kwa maana ya pishi moja, ambayo hukadiriwa kwa vipimo vya kisasa kilogramu 2 mpaka 3. Inakadiriwa kuwa ni kilogramu 2 mpaka 3. Na asli ya pishi au saa ni 4 amdad, ni vibaba 4 hivi. Hiyo Waswahili wanaita kibaba. Tumefundishwa na mashehe zetu hiki ni kibaba. Sijui Waswahili wa sasa hivi wanaita nini? Msidala. Kibaba. Kibaba kimoja. Kwa hiyo pishi hii ina vibaba 4. Na hapa nilipendelea tupime hivi vibaba 4 tuone vinaleta kilo ngapi. Na vizuri tuna mizani hapa na tuna mchele hapa. Kitu kimoja kimepungua hapa Shasmani. Tungepata ndoo hapa tupime kibaba. Kuna mfuko hapa. Sasa hapa kwenye kupima hiki kibaba wanasema hiki kibaba ni milku kaffai rajul almu'tadil, ni ujazo wa viganja viwili vya mtu wa kati na kati. Mtu wa kati na kati. Hata mtafute mtu wa kati na kati aje atupimie hapa vibaba 4. Mtu wa kati na kati ni nani hapa? Kwa maana kwamba asiwe mrefu sana au asiwe mfupi sana. Hayo mtu wa kati na kati. Yaani Samiraji. Mtendaji mfupi huyo. Msidada njoo tupimie. Naam. Yaani huyu mtu mfupi au mrefu zaidi. Manake hapa sinatafutwa wastani wa watu wote. Yaani watu wote hawezi kuwa warefu na watu wote hawezi kuwa ni wafupi. Kwa watu wengi ni watu wakati na kati. Kwa hiyo hawa watachukua kile kiasi ambacho kinapatikana kupitia hawa watu.
na hii swaa ilikuwa ni swa'un nabi, swaa ya mtume, pishi ya mtume, na mtume alikuwa ni mtu wa kati na kati, alikuwa sio mrefu sana wala sio mfupi sana. Huo ndo tunachukua hapa ataangalia uwezekano, na kama sasa hivi dunia imeturahisishia kidogo, unatumia hizi kilo. Wale watu wakati na kati wakishapima zile kilo zinajulikana ni kiasi kadhaa, na yeye anaenda kuchukua moja kwa moja tu kwamba ni kiasi kadhaa anatoa. Naam. Sasa hao wanatakiwa wafuate swaa ya mtume. Mtume alikuwa ni mtu wa kati na kati, na hiyo swaa ya mtume ndio inakadiriwa hizi kuanzia kilo 2.5 mpaka kilo 3. Kwa swaa ya mtume iko pale. Naam, pima Shamsidado. Mtume ni wa wote jamani, wa warefu na wafupi. Hata tumia moja na watu jamani, mtu wakati na kati na kati anapima dawa tatu. Haya, mtu mmoja aje atusomee mizani hapa. Tuweke kwenye mfuko. Asma, ndio tuangalizie kilo hapa. Zinafika 3. 3. Ngapi? 2.5. 2.5 hizi. Hizi ni kilo 2 na hazijafika. Ndio angalia. Ndio angalia hapa. Ndio angalia. Si hapa. Ndio angalia. Ndio angalia hapa. Hapa ni 2.5 hizi. Hazijafika? Ndio angalia msani, si hapa. Hizo ngapi? Kilo 5 hii. Hizi 7 hii. 7. 8. Haya. Almuhimu ni kwamba hii pishi asili yake ni hivi vibaba vinne, ambako sasa hivi baba tukivileta kwenye kutumia vipimo hivi vya kilo ni kuanzia kilo 2.5 mpaka kilo 3. Na haya makadirio yanakuja ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kutofautiana watu, au watu wakati na kati pia wanatofautiana, ndio maana zinakuja hivi. Na hapa wanazuoni wetu wanashauri kwamba ni vizuri ukatoa idadi kubwa, kujiweka katika sehemu ambayo kwamba ni salama. Wengi katika wanazuoni wanashauri kutoa kilo 3. Hata kama utakuwa umezidisha, utakuwa umepata zakatul fitr, lakini pia utapata thawabu za kutoa sadaka. Kile kinachozidi ni sadaka. Kwa hiyo utapata thawabu za zakatul fitr, utapata na thawabu za sadaka, kuliko
ukatoa chini ya kiasi ambacho kinatakiwa, utakuwa zakatul fitr hujatoa na utapata madhambi ya kutokutoa zakatul fitr kwa vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo na mimi nawashauri kama ambavyo wanashauri wanawazuoni tutoe kilo 3. Kila mtu azimia kwenda kutoa kilo 3. Sawa sawa mashehe? Naam. Tutizame nukta nyingine. Baada ya kuangalia kinachotolewa na kiasi ambacho kinatolewa, tutizame, je, inafaa kutoa thamani ya chakula? Hiki chakula ambacho tumekipima hapa, mchele huo, inafaa kutoa thamani yake? Kwa maana kwamba ukatoa pesa badala ya kutoa mchele, ukaenda ukatoa pesa badala ya kutoa nini? Mchele. Wanazuoni wetu wanazungumza nini kuhusiana na hiki kitu? Katika hili jambo, kwanza wanawazuoni wametofautiana katika hili jambo. Wako ambao wanasema inafaa na wako ambao wanasema haifai. Na mimi katika kuandika hizi karatasi nimechagua kauli ya kusema haifai, na ndio kauli ya jumhur katika madhhabu ya Shafi'ia, Malikia na Hanabila. Ahnaf wao wanasema inafaa, na madhhabu al-jumhur ndo madhhabu ya sawab biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa ushahidi na dalili ambazo wamezitoa. Haifai kutoa thamani ya chakula kwa sababu nyingi. Miongoni mwa hizo walizozitaja, kwanza ni kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ni moja. Mtume alayhi salatu wasalam amefaradhisha sa'an min ta'am, pishi ya chakula. Mbili, ni kinyume na walivyotekeleza masahaba radhiallahu ta'ala anhum, kwani masahaba walikuwa wanatoa pishi ya chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwafundisha masahaba wakafahamu zakatul fitr, wakawa wanatoa nini? Pishi ya chakula. Na sisi dini yetu tunajifunza pia vile walivyofahamu masahaba radhiallahu ta'ala. Sababu nyingine ya tatu, zakatul fitr ni ibada, na ibada yoyote ile lazima utekelezaji wake uwe na dalili, na hakuna dalili juu ya kutoa thamani ya fitr, kwa maana zakatul fitr. Dalili zilizopo ni kutoa chakula. Kwa tunafahamu kwamba katika misingi ya ibada wanasema wanazuoni, al-ibada tawqifia. Ibada ni jambo ambalo tawqifia, unatakiwa uishie pale ilipoishia maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usizidishe wala usipunguze. Huo ni msingi muhimu sana katika ibada. Ibada unatakiwa uishie pale alipoishia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kufanya au katoa zakatul fitr, thamani yake ni jambo ambalo linaenda kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia zakatul fitr ni ibada, na ibada katika utekelezaji wake unahitajia dalili ya kuitekeleza hilo, yawepo maelekezo kwamba hii ni ibada, fanya hivi. Kama ambavyo tunaswali, Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia wa aqimus salata wa atu zakata, maelekezo hasa tunafanyaje, tunaswali vipi, tunatoaje zaka, alikuja akatufafanulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika kwenye zakatul fitr yanahitajika maelekezo yake. Kwa hiyo kwa sababu hizi tatu, kutoa thamani ya chakula ni jambo ambalo halikubaliki shar'an, kisheria. Tayeb, tutizame nukta nyingine, wakati wa kutoa zakatul fitr. Umeshapata zaka yako fitr, masharti kule umeangalia, umetimiza, hasa ni wakati gani unaenda kutoa zakatu al-fitr? Nyakati za kutoa zakatul fitr ni nyakati mbili. Kuna wakati wa fadhila, waktul fadhila, wakati wa fadhila. Wakati huu unaanza muda gani? Wakati huu unaanza alfajiri siku ya Idi mpaka muda kidogo na swala ya Idi.
Huu unaitwa ni waktul fadila. Inapochomoza alfajiri ile ya siku ya Idi, ndio ukachukua zaka yako ukampelekea muhusika. Huu ni wakati bora sana. Huu wakati unaenda mpaka muda kidogo na kuswaliwa Idi. Wakati mwingine ni waktul jawaz, wakati wa kufaa. Wakati huu ni kabla ya siku ya Idi kwa siku moja au siku mbili, kwa kitendo cha Ibn Umar na wengine katika masahaba. Yaani kabla Idi haijafika, siku mbili kabla au siku moja ukawa umetoa zakatul fitr yako. Huu ni wakati wa kufaa kufanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu siku ya Idi kunakuwa na mambo mengi kidogo, kuna harakati nyingi ambazo unaweza ukazifanya zikakushughulisha, unaweza ukajikuta umeshachelewa kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo kumefunguka mwanya huo wa kutoa mapema kabla ya siku mbili au siku moja. Kwa maana tukitafuta siku mbili ni kuanzia Ramadhani 28 au 29, inafaa kutoa zakatu alfitr. Jambo la kuzingatia, haifai kuchelewesha zakatu alfitr mpaka swala ya Idi kamalizika. Ni jambo halikubaliki. Atakayechelewesha itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka zingine za kawaida. Pamoja na kwamba wanawazuoni wanashauri kwamba huyu mtu akifanya hivi, akichelewesha mpaka watu wakamaliza kuswali Idi, atakuwa amepata madhambi. Hilo ni moja. Mbili, anatakiwa atubie, afanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amefanya kosa. Na ile zakatul fitr anatakiwa pia aitoe, kwa sababu si yake, ile si haki yake, anatakiwa aipeleke. Pamoja na kwamba ameichelewesha, anatakiwa aipeleke na kufanya tauba ya kuchelewesha. Hizi ni nyakati ambazo mtu anaweza ukatoa zakatul fitr, ziko mbili. Mwisho kabisa, baada ya kuipata zaka yako na muda wa kutoa umefika, sasa tutizame unaenda kumpa nani ambaye anastahili kupewa hiyo zakatul fitr. Zakatul fitr hawapewi isipokuwa watu wa aina mbili. Watu wa aina mbili tu ndio ambao wanafaa kupewa zakatul fitr. Mtu wa kwanza ni maskini na wa pili ni fukara. Hawa wawili ndio ambao wanafaa kupewa zakatul fitr. Lakini anaweza kauliza muulizaji kwamba maskini ni yupi na fukara ni yupi? Na haya ni maswali ya muhimu sana, kila mmoja anatakiwa kuyazingatia. Maskini ni nani na fukara ni nani? Wanazuoni wanasema fukara ni yule ambaye hapati chochote katika mahitaji yake, hapati chochote kabisa katika mahitaji yake, au anapata machache, chini ya nusu ya mahitaji yake. Mahitaji anayoyapata yeye ni machache ambayo yako chini ya nusu ya yale ambayo anayahitaji. Kwa mfano, mtu katika mahitaji yake anahitajia labda kiasi cha 200,000 kwa mfano, ikawa sasa anapata hafiki nusu ya 200,000, kwa maana kwamba anaishia labda kwenye 50, 70, 80, hafiki hata hiyo laki. Kwa hiyo huyu atazingatiwa na sheria kwamba huyu ni nani? Huyu ni fukara, kwa kukosa kwake mahitaji ima hapati kabisa au anapata machache ambao anapata yanaishia chini ya nusu, hayafiki hata nusu ya yale ambayo anahitaji. Maskini, ili umtofautishe na fukara, maskini yule ambaye anapata mahitaji yake nusu, anapata mahitaji yake nusu au zaidi ya nusu, lakini hapati yanayomtosheleza. Ndio tofauti kati ya fukara na maskini. Fukara ni yule ambaye hapati chochote kabisa, au anapata lakini hafiki nusu. Maskini ni yule ambaye anapata mahitaji yake nusu au zaidi ya nusu, lakini hatimizi yale mahitaji ambayo anayo. Kwa hiyo watu hawa wawili hawa ndio wanafaa kupewa zakatul fitr, lakini hawa pia ni katika wale ambao pia wanapewa zakatul mali, wamo hawa.
katika wale 8 wanaopewa zakatul mali, hao pia wamo. Kufika hapo takuwa tumemaliza zakatul fitr. Baada ya kuona kwamba nani mwenye haki ya kupewa, tukaona kwamba ni fukara pamoja na maskini, lakini tumeanzia mwanzo huko, kuanzia kwenye maana, hikma, mpaka tukafika pale. Kabla hatujafunga, labda tuulizane maswali tu kwa haraka haraka, yale ambayo tunayakumbuka.